Bwana Yesu asifiwe. Mimi unaona kama ninachoona. Maana yake ni kwamba kama Mungu alitumia Yesu kama sadaka, inamaanisha na sisi tunaweza tukatumia sadaka kwa mfumo wa msalaba au kwa msingi wa msalaba, tukapata matokeo yale yale ambayo Mungu anayapata anapoona sadaka yake inatumika. Hamjasikia ninachosema? Unaona Wakristo wakienda kwenye nguvu za giza wakipeleka sadaka huko ili wapate msaada kwa Mungu wa huko, kama wana imani ya kupeleka kule ili wasaidiwe na kule, na saa nyingine wanaona matokeo, kwa hiyo kesho wanapeleka na mwenzake, anakuwa na ushuhuda, bwana nilipata msaada, twende. Lakini hakikisha watu hawakuoni wakati unatoka, hakikisha hawakuoni, anakupeleka kimya kimya, unapata na ushuhuda hivyo hivyo. Kwa nini? Imani ni kitu cha ajabu sana. Ukiwa na imani upande ule mwingine utapata miujiza ya upande ule mwingine. Lakini unaweza ukawa na imani upande wa Mungu aliye hai. Kasome Biblia yako. Huyu ndugu anaitwa Kornelio alikusanya familia yake, akakusanya na rafiki zake. Wakati Petro amekubali sasa akatumia ule mlango uliofunguka, akaenda pale akasema, sasa najua ya kwamba Mungu hana upendeleo. Alipoanza kuhubiri habari za Yesu, Roho Mtakatifu akashuka. Wale watu wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakazungumza kwa lugha mpya. Kitu gani ninachotaka kukuambia? Wale watu wote aliowakusanya aliwasemea kwenye sadaka. Kwa hiyo una uhuru wa kwako wa kutoa sadaka yako kwa Bwana sawasawa na nguvu za msalaba, ukiamini ya kwamba kile Mungu alichofungua ndicho kilichofunguliwa. Alafu unataja majina ya hao watu, alafu utashangaa kitu kinachotokea. Sisi tulipokuwa tunaokoka, si watu wengi sana kwenye familia zetu walikuwa wameokoka, upande wangu na upande wa mke wangu. Tuliolozesha majina, hayo madaftari tunayo mpaka leo. Tulikuwa tunawaombea na kutoa sadaka, tunawaombea tunakutoa sadaka, tunaandika kwenye prayer request, tuweka kwenye daftari. Baada ya muda tukaanza kuona mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine anaokoka, mmoja baada ya mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ukitoa sadaka yako kwa namna hiyo kwa imani na ukataja jina la huyo mtu, inaenda mbinguni kama ukumbusho. Inapokaa kama ukumbusho, manake Mungu hata akitafuta namna ya kukusahau, ile sadaka inaongea, ile sala inaongea. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Kama umewahi kutoa sadaka ya namna hiyo, imkumbushe Mungu kwa ajili ya ndugu yako na kwa ajili ya rafiki yako, kwa ajili ya familia yako, ili Mungu aweze kuwaleta tena kwenye lango hili waweze kukutana na Injili. Inamaanisha hata kama anakuepo, unasema hawezi kuokoka, haendi kanisani, hasikilizi redio, hana Biblia, hasomi, Petro atapelekwa nyumbani kwake. Hata kama hataki kusikia, atapelekwa nyumbani kwake. Atapelekwa nyumbani kwake. Kama hataki kumpokea Petro, angalia kitu Mungu atakachofanya. Atamtembelea kwenye ndoto, atamtembelea kwenye maono, ili kumweka sawa mapema kwamba naleta mtumishi wangu, saa imefika ya wewe kupokea Injili. Bwana Yesu asifiwe. Alitumia ule muda aliopewa. Ile sadaka ya Kornelio ilifungua lango ambalo angalia lilikuwa limezuiwa na roho gani? Roho ya dini. Lakini kitu gani kilichofanyika? Sadaka aliyokuwa anatoa Kornelio na sala aliyokuwa anayeweka Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Na upande ule mwingine ni hivyo hivyo, wanatoa sadaka na jina lako linatajwa ili umwache Yesu. Baada ya muda unaanza kupoa, kesho kanisani uendi, wokovu unaacha, lakini wamekutolea sadaka kule. Lakini ukitoa sadaka upande huu, inavunja kwanza ile sadaka ya kule, kwa sababu ina nguvu. Haleluya. Unasema unajuaje? Pasaka wao wakina Musa alivunja kwanza sadaka ya Farao juu ya wazaliwa wao wa kwanza, ndipo ikawafungua wazaliwa wao wa kwanza. Ilivunja kwanza kule. Na Yesu ni Pasaka wetu. Unapoachilia damu yake kwenye maisha ya mtu na unaachilia sadaka yako sawasawa na msalaba, ile damu ya Yesu ya Pasaka inavunja nguvu ya sadaka ya upande ule, ya upande ule upande mwingine. Sadaka yoyote ya kurithi ambayo inakuzuia usimfuate Yesu, na ivunjike katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti.